Ya pili ni kuwa na nguvu zilizo juu ya nguvu zote, omnipotent. Ya tatu ni uwezo wake wa kujua mambo yote, omniscience. Na ya nne ni umilele wake. Na unapokuwa unajifunza kuhusu Roho Mtakatifu, ukijifunza kuhusu tabia za Roho Mtakatifu, sifa za Roho Mtakatifu, utatambua kwamba Roho Mtakatifu anazo hizi sifa zote pia. Hizi ni sifa ambazo Mungu hachangii na kitu chochote. Akasema kwamba Daudi anasema niende wapi nijiepushe na uso wako, au niende wapi nimkimbie roho wako, Zaburi ya 139 mstari wa 7 na wa 8. Kiwango cha pili tukasema ni kiwango cha makutaniko. Watakapokutana wawili au watatu kwa jina langu, Yesu anasema mimi nipo katikati yao. Hiyo ni Mathayo 18:20. Kuna vitu ambavyo ni visema vinavyokuepo katika kiwango cha kwanza, katika kiwango cha uwepo wa Mungu cha pili, na tukaenda kiwango cha tatu cha uwepo wa Mungu, ambacho ni kiwango cha madhihiriko, ambacho ndicho hiki ambacho Mungu anatuitia. Na hiki ni cha mtu binafsi, mtu mmoja mmoja. Jamani, haleluya. Mungu anatuita kuingia katika uwepo wake, kuingia katika viwango vikubwa. Kuna mambo ambayo niliyasema yanatokea katika hiki kiwango cha tatu cha uwepo wa Mungu. Tuwezi tukarudia mambo yote, lakini pia tukataja mambo ambayo Mungu anatuita kwa hayo. Kuna vitu ambavyo tulivitaja kwamba Mungu anatuita katika mambo gani. Mambo gani ambayo tukiyakubali Mungu atatembea katikati yetu. Kitu cha kwanza ambacho tulisema Mungu anatuita katika utakatifu na kujitenga kwa ajili ya Bwana. Anasema tokeni kati yao mkatengwe nao, msiguse kitu chochote kilicho kichafu, nami nitawakaribia. Tulisoma kitabu cha Korinto wa pili sura ya 6 mstari wa 16 na wa 17. Kitu cha pili tulisema kwamba Mungu atuita katika unyenyekevu na moyo uliopondeka. Maandiko yanasema Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, waliopondeka moyo. Bwana yu karibu kwa wanyenyekevu, Zaburi ya 34 mstari wa 18. Kitu cha tatu tukasema Mungu anatuita kumpenda na kuzitii amri zake, au kulitii neno lake. Sababu Yesu anasema katika Yohana 14:15, mkinipenda mtazishika amri zangu. Alafu mstari wa 21 anasema yeye aliye na amri zangu na kuzishika, huyo atapendwa na Baba. Afasa Baba atakuja kwake na mimi nitakuja kwake, tutakaa ndani yake na tutajidhihirisha. Kiwango cha uwepo wa Mungu cha madhihirisho. Kwa hiyo huwezi kusema unampenda Mungu kama amri zake hauzitii. Kitu cha 4 tulisema kwamba Mungu anatuita kwa ajili ya kiu, kuwa na kiu kwa ajili ya Mungu. Yesu alisema kila mwenye kiu na aje kwangu anywe. Maandiko yanasema katika Yohana 7:37 hadi 39, siku ile ya pili, ile siku ya sikukuu, Yesu akapaza sauti yake akasema, kila mwenye kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yasemavyo, sasa mito ya maji itatoka ndani yake. Na sasa maneno haya aliyasema kwa habari za Roho Mtakatifu ambaye alikuwa hajaja bado, kwa maana Kristo alikuwa hajadhihirishwa. Anasema kila mwenye kiu atakunywa maji. Na Zaburi tulisoma 42 pale 1:2, kama ayala uneavyo shauku mito ya maji, nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu ya kuonea shauku. Hicho 5 tulisema kwamba Mungu atuita katika sifa na kumwabudu, sifa na kuabudu zinazoruhusu mtembeo wa Roho wa Baba, Roho Mtakatifu. Elisha akasema niiteni watu watakaoweza kumwabudu Mungu vizuri. Na alipomwabudu Mungu, maandiko yanasema mkono wa Mungu ukawa juu ya Elisha. Hiyo ni Wafalme wa pili sura 3 mstari wa 15. Na wale wana wa Asafu walipomwabudu Mungu, uwepo wa Mungu kafunika ile nyumba waliokuwa nyumba ya kukutania, katika kitabu cha Second Chronicles, mambo ya nyakati wa pili sura 5 mstari wa 12 hadi wa 14. Na kitu cha mwisho ambacho nilikiongea nisema ni maisha maombi yasiyokoma. Kasoma kitabu cha Waebrania sura 5 mstari wa 7. Yeye katika siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua na sala na kulia sana kwa machozi, akasikilizwa kwa vile alivyokuwa mcha Mungu. Alimtolea. Yesu aliomba. Nizungumza mambo mengi hapa. Sasa leo nataka tuendelee vitu kadhaa kidogo, alafu nitarudi tulipoishia wiki iliyopita niweze kumaliza. Jua uwepo wa Mungu ni kama vile sarafu, inakuwa na pande mbili. Kuna upande wa Mungu kuja kwa mwanadamu na upande wa mwanadamu kuja kwa Mungu. Maana nimesema Mungu anatuita. Mungu akituita sasa ni jukumu letu sisi kuanza kuchukua hatua ya kumwendea. Unaona? Yeye amwendeaye, lazima tuchukue hatua ya kuanza kumwendea Mungu. Napozungumza kuhusu uwepo wa Mungu, madhihirisho ya Roho Mtakatifu, hata kama Mungu atakuwa na kiu kubwa kiasi gani, hata kama unajua kuna sehemu nilisoma katika Biblia Yesu alivyokuwa anaponya wale wagonjwa. Kuna sehemu maandiko yanasema, zani ni Luka, anasema akawaponya waliokuwa na haja ya kuponywa. Sasa walikuwa wagonjwa wengi sana,
lakini wale ambao walikuwa hawana haja ya kuponywa Yesu aliwaacha hivyo wakiwa wagonjwa. Afasema aliwaponya waliokuwa na haja ya kuponywa. Na kama unasoma Biblia yako vizuri, unakumbuka ile siku ambapo Yesu ameenda katika ile nchi ya kuna nchi moja alienda alipomtoa yule mtu mwenye pepo 2000 pale. Alafu asema akufanya miujiza kwa sababu hawakumwamini. Alienda akamwombea mtu mmoja, amesafiri safari ndefu, akaenda akamwombea mtu mmoja, wenyeji wa pale wakamkataa, Yesu akaondoka. Kwa hiyo uwepo wa Mungu, madhihirisho ya nguvu za Mungu kama coin, kama sarafu, kuna upande wa Mungu kuja kwako na upande wa kwako kuja kwa Mungu. Mungu anapotuita amefanya kazi yake. Hatua ya kuingia katika uwepo wa Mungu, kwanza kutembea katika madhihirisho ya nguvu za Mungu, kumsikia Roho Mtakatifu, karama za Roho Mtakatifu kutenda kazi ndani yako, huduma zake kujidhihirisha, kuisikia sauti ya Mungu inaanza kuwa jukumu lako unapokuja kwa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma jinsi ambavyo Mungu aliwapa maelekezo taifa la Israeli kuhusu kutengeneza ile hema ya kutanikia, katika kitabu cha Exodus, Kutoka sura ya 25, Mungu anasema na Musa kwa mara ya kwanza kwamba atengeneze hema ambao Mungu atakuwa anakutana na watu. Kwa sababu watu walikuwa wakitaki chochote wanaenda kwa Musa, na bado Mungu alikuwa anatafuta kukaa katikati ya ile kambi. Mungu alikuwa anatafuta kukaa katikati yao. Ndio maana akatengeneza hema ya kukutania, yani watu wanaenda kukutana na Mungu. Kwa Mungu akampa maelekezo Musa, ukianzia mstari wa 1, wa 2, wa 8 na wa 9, actually mpaka sura ya 31, Mungu anaendelea kumpa maelekezo Musa ya namna ambavyo watatengeneza hema ya kukutanikia. Sura ya 32 taifa la Israeli wakaasi, Mungu yakaanza mambo mengine. Sura ya 32, 33, 34, unaporudi 35 tena wanaendeleza kazi ya kutengeneza hema ya kukutanikia mpaka sura ya 40 ya kitabu cha Kutoka. Kwa ukisoma hapo anasema waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatwaa kwake sadaka yangu. Alafu mstari wa 8 anawaambia utengeneze hema. Mstari wa 8, Kutoka sura 25 mstari wa 8. Okay, anasema na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Wanifanyie patakatifu, mstari wa 9 tuendelee, ili nipate kuweza kukaa katikati yao. Alafu anasema sawa sawa na haya yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyovifanya. Kwa Mungu akatoa maelekezo kwa Musa kwamba waambie wana wa Israeli walete sadaka kila mmoja sawa sawa na jinsi ambavyo moyo wake unampa kupenda kutoa. Na kama unajua kwamba walipata sadaka nyingi kuliko zile ambazo zilikuwa zinahitajika mpaka wakaanza kuwakataza. Kwa wakatoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mungu akatoa maelekezo, watu wakaanza kutekeleza. Unaona? Mungu alitoa maelekezo kwamba wafanye patakatifu ili niweze kukaa katikati yao. Alafu watu waliokuwa wanatekeleza maelekezo ya Mungu walikuwa ni watu. Kwa watu wakaanza kufanya nafasi yao. Kama tuko pamoja sema amina kubwa. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna nafasi ya Mungu na nafasi yako. Unakumbuka ile siku Yesu alipokuwa pale msalabani wakati anakata roho, tuliambiwa hapa kwenye hizi siku chache ambazo tulikuwa na kongamano, kati ya kitu ambacho kilifanyika, kwa sababu hema ya kutanikia ambao waliitengeneza ilikuwa ina ile maskani, pamoja kwa palikuwa kuna ua wa nje, ile nyumba ya ndani ilikuwa na yenyewe imegawanyika katika sehemu mbili. Najua tunafahamu kitu. Sehemu ya kwanza ilikuwa inaitwa patakatifu na sehemu ya pili ilikuwa inaitwa patakatifu patakatifu. Na kitu ambacho kilikuwa kinatenganisha patakatifu na patakatifu pa patakatifu ni pazia. Palikuwa na pazia kubwa ambayo ilikuwa imewekwa kwa rangi 4 tofauti. Ndio ambayo ilikuwa inatenganisha patakatifu na patakatifu. Patakatifu na patakatifu pa patakatifu. Na ulikuwa ukiingia ile sehemu ambayo inaitwa patakatifu, utakutana na kinara cha taa kama ambazo unaona hapo mbele kwenye madhabahu. Kinara cha taa, zile taa 7. Alafu palikuwa na meza ya mikate ya uonyesho. Alafu ukitoka hapo kiingia ndani ya hiyo pazia utakutana na chetezo cha dhahabu pamoja na sanduku la agano ambalo lilikuwa na vitu vitatu ndani. Kwa palikuwa kuna pazia ambalo linatenganisha, na ile sehemu ambayo ilikuwa inaitwa patakatifu pa patakatifu ndipo ambapo Mungu alikuwa anashuka. Watu wakitaka kuuliza kitu chochote kwa Bwana, Mungu akitaka kusema neno lolote, akitaka kuambia kwamba nipo katikati ya kambi, au akimkasirisha au akimfurahisha, alikuwa anashuka juu ya lile sanduku la agano
katikati ya yale makerubi wawili, walikuwepo makerubi wawili walikuwa wamekaa kwenye kiti cha rehema, anasema makerubi wa utukufu. Kwa walikuwa wanaona kama mwanga umetokea pale, mwanga mkubwa, au wakati mwingine wanaona kama moto umetokea pale ndani. Kwa hiyo palikuwa kuna pazia ambayo inawatenganisha watu. Huwezi ukaingia tu mle kawaida, na mtu wa kawaida alikuwa hawezi kuingia, alikuwa anaingia kuhani mkuu tu peke yake. Sasa Yesu alipokufa, ukisoma kitabu cha Mathayo sura 27 mstari wa 51, kati ya kitu ambacho kazi ya msalaba ilifanya ilikuwa ni kurejesha uwepo wa Mungu katika maisha ya mtu. Pamoja na kwamba kuna vitu ambavyo msalaba umefanya mambo mengi sana. Damu ya Yesu, mwili wa Yesu, tumefundishwa hapa, umefanya mambo mengi sana: ukombozi, uponyaji wa magonjwa, sijui kufunguliwa, adhabu ya amani yetu tukapata amani, aibu yetu akaichukua msalabani. Kwa hiyo ilikuwa ni nafasi ya Mungu, mambo ambayo Mungu anayafanya kuja kwa watu kwa njia ya msalaba. Kitu ambacho msalaba ulifanya kwa watu kuja kwa Mungu ni kurejesha nafasi ya uwepo wa Mungu ambayo ilikuwa imepotea. Ndio maana sasa pazia la hekalu, maandiko yananiambia kwamba alipokuwa anakata roho Yesu, pazia lile la hekalu lilipasuka vipande viwili kutokea juu mpaka chini, likaachia. Kwa hiyo patakatifu na patakatifu pa patakatifu pakawa ni sawa. Ambaye unaingia patakatifu, mtu wa kawaida, unaweza ukaona kitu ambacho kinaendelea patakatifu pa patakatifu. Unaweza ukaliona lile sanduku la agano, unaweza ukiona kile chetezo cha dhahabu. Kazi ya msalaba kati ya kitu ambacho ilifanya, sababu kumbuka, kitu ambacho kiliondoa uwepo wa Mungu kwa mara ya kwanza katika maisha ya mwanadamu ilikuwa ni dhambi. Wanadamu walipoasi maagizo ya Mungu, Mungu alipowaambia kwamba msile, walipoenda kinyume na Mungu, Mungu alichofanya aliwafukuza kwenye uwepo wake, akawatoa katika ile bustani ya Eden. Uwepo wa Mungu ukao maondoka. Aliwaambia siku mkila mtakufa. Kufa kule kulikuwa ni kutenganishwa na uso wa Mungu, kutolewa kwenye uwepo wa Mungu. Kwa dhambi ndicho ambacho kilikuwa kizuizi kikubwa cha uwepo wa Mungu toka awali. Ndio maana maandiko yanasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa yeye alitenda dhambi toka mwanzo. Afu anasema kwa sababu hiyo mwana wa Mungu alidhihirishwa ili kuzivunja kazi za adui. Wakati kitu ambacho kilimtenganisha mwanadamu na Mungu at the first time, na hicho kitu ambacho kinaendelea kuwatenganisha watu. Ndio maana wito wa kwanza ambao Mungu anauita kwa kanisa, utakatifu. Huwezi kumkaribia Mungu ambaye ni mtakatifu. Asema ni nani atakayeenda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayekaa katika kutaniko la Mungu? Asema ni mtu ambaye ana mikono misafi, ambaye moyo wake hauna udhalimu. Kwa hiyo huwezi kumkaribia Mungu ukiwa, ndio maana anaitwa Roho Mtakatifu. Sio Roho mchawi, Roho holy. Anakaa na watakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kazi ya msalaba kati kitu ambacho ilifanya ni kuwapa access mtu yeyote ambaye atatamani kuingia patakatifu pa patakatifu. Kwamba sio kuhani mkuu tu peke yake ambaye anaweza kumsikia Mungu. Sio mchungaji tu peke yake ambaye anaweza kumuona Mungu. Sio mtu fulani peke yake ambaye anaweza kutembea katika karama za Mungu. Sio mtu fulani ambaye anaweza kuelewa neno la Mungu peke yake. Mtu yeyote yule ambaye ataingia. Na ndio maana maandiko yanasema na tukikaribie kiti cha enzi kwa damu ya Yesu. Waebrania 4:16 nasema tukikaribie wote. Tukikaribie kiti cha enzi kwa ujasiri mkubwa. Wote tuna uwezo wa kuingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa msalaba kati ya kitu kingine ambacho ilifanya ni kufungua njia, ili kwamba mwanadamu yeyote yule mwenye kiu atakayemtafuta Bwana kwa bidii aweze kumpata. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wajua mateso ya Yesu, ukisoma vizuri, kuna article moja madaktari wa Marekani waliwahi kufanya utafiti juu ya kifo cha Yesu. Wakawa wanalinganisha na Biblia, maandiko matakatifu. Jinsi ambavyo wajua tukisoma injili hizi kuna vitu ambavyo wanatofautiana. Kama ni msomaji mzuri wa Biblia, kuna vitu ambavyo Mathayo kaandika, vingine hajaandika. Kuna vitu ambavyo Marko kaandika, vingine hajaandika. Kuna vitu ambavyo Luka ameandika au Yohana ameandika na vingine havijaandikwa. Kwa ukirudi katika vitabu vingine vya Agano la Kale, kwa mfano unaona Isaya alikuwa anatabiri, tulifundishwa hapa kwenye dhabihu ya Yesu, si ndio? Alikuwa anauona mwili wa Yesu. Unajua nilipokuwa nasoma nikashangaa sana kwamba jamaa alikuwa na uwezo wa kuona mateso ambayo atayapata Yesu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na hiyo ilikuwa ni miaka 600 kabla ya Yesu kuzaliwa. Miaka 600. Kati ya kitu ambacho Isaya alikiona ilikuwa ni kwamba Yesu atakapokuwa anapigwa atanyolewa ndevu kwa mikono. Unajua hicho kitu? Kimeandikwa kwenye kitabu cha Isaya. Usome Isaya 56 pale anasema yani Yesu alikuwa na ndevu, afu asema wakanyonyoa ndevu zake kwa mikono.
Sasa hivi vitu ukisoma Injili ukikuti. Ukikuti, ukisoma Mathayo, Marko, Luka na Yohana ukikuti. Alafu anasema kwamba Yesu akapigwa mijeledi. Yesu alipigwa mijeledi mgongoni. Ile mijeledi baba alikuwa anaelezea ile siku jinsi ambavyo ilikuwa, si ndio? Ilikuwa inafumua ngozi, inatoa kabisa. Ilikuwa inatoa kabisa. Na ile mijeledi Isaya anasema kwamba haikuishia mgongoni tu, ilienda hadi katika uso wake. Isaya 52:14 pale. Anasema uso wake ukaharibiwa sababu ya mateso ambayo aliyapata. Kwa sababu ya kipigo ambacho Yesu alikipata. Kazi mojawapo ya msalaba, ili yoyote atakayemtafuta Mungu kwa bidii aweze kuwa na Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Kwa turudi kwenye vitu ambavyo tulishia wiki iliyopita. Nimesema is the double ni coin. Ina upande wa Mungu na upande wa mtu. Kuna vitu ambavyo nimesema kwamba Mungu anatuita katika hivyo. Leo nimalizie vitu viwili alafu tuombe. Amen. Tulishia namba 6, si ndio? Kwa leo tunaendelea namba 7. Namba 7, kitu ambacho Mungu anatuita katika hicho ili uwepo wake uweze kuwa pamoja nasi ni kwenye neno la Mungu na kumjua Mungu. Neno la Mungu na kumjua Mungu. Sasa naposema hivi ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukawa na neno la Mungu la kutosha lakini bado usimjue Mungu. Kumjua Mungu ni mkakati tena. Mungu anatuita katika neno la Mungu na kumjua Mungu. Turudi pale kwenye pale patakatifu. Ukisoma Waebrania sura ya 9 anasema kwamba lile sanduku la agano lilikuwa na vitu vitatu mle ndani. Lilikuwa na vitu vitatu. Kitu cha kwanza ambacho Biblia inasema kwamba kilikuwa ndani ya lile sanduku la agano. Hasa palikuwa kuna fimbo ya Haruni ile iliyochipuka. Yalipotokea mabishano katikati ya kambi kwamba kwa nini Walawi peke yao ndio ambao wanatoa sadaka. Mungu akakomesha mabishano, akasema waambie wana wa Israeli wote, wazee wa kila kabila walete fimbo. Alafu kesho yake wakakuta fimbo ya Haruni peke yake iliyokuwa ni kavu, imechipuka, imetoa na matawi. Kwa Mungu akamwambia Musa iweke kwenye hiyo sanduku la agano. Kitu cha pili ambacho kilikuwepo ndani ya sanduku la agano, anasema ni zile mbao, vile vibao viwili ambavyo zilikuwa na zile amri. Na hiyo fimbo ya Haruni ilikuwa inamaanisha maisha ya ukuhani. Maisha ya ukuhani, ambayo maisha ya ukuhani yamebebwa na vitu vikubwa viwili. Kitu cha kwanza, maisha ya ukuhani yamebebwa na sadaka. Kitu cha pili, yamebebwa na maombi. Sadaka na maombi. Last week niliongea kuhusu maombi. Kuna sadaka hapa nitakuja kuongelea muda so mrefu tena kama kitu cha 8. Kwa sasa tuendelee kwanza na hiki kitu. Kwa zile mbao zilikuwa zina maisha, maelekezo ambayo Mungu anawapa kwa neno lake na kwa kupitia watu. Sababu maelekezo ya Mungu anaweza kusema na mtu moja kwa moja au anaweza kusema na watu. Anasema nitawapa wachungaji watakao wafundisha njia yangu, watakao waelekeza mpate kumjua Mungu na mpate ufahamu. Hiyo ni Yeremia sura ya 3 mstari wa 15. Mungu anaweza kuwapa watu maelekezo yake ili watupe kumjua Mungu, watusaidie kumfahamu Mungu vizuri. Na kitu cha tatu ambacho kilikuwepo ni lile kopo la dhahabu lenye ile mana. Mana ni neno la Mungu. Mana ni neno la Mungu. Hakuna mtu ambaye anaweza kutembea na uwepo wa Mungu bila kuwa na neno la Mungu na bila kumjua Mungu. Na hii ni homework ngumu sana. Jipe homework ya kusoma neno la Mungu. Ni homework ngumu sana. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Jizoeze kusoma neno la Mungu. You must read your Bible. Unatakiwa usome na uimalize, usome na uimalize, usome na uimalize. Weke mkakati wa kusoma. Kama if you are serious unataka kutembea na Mungu, sababu uwepo wa Mungu unaweza ukaja kwa ufunuo tu. Mungu anaweza kufunulia vitu unavyovifanya Mungu akaonekana. Kuna ufunuo ambao Mungu akikupatia kwa neno lake, Mungu anaonekana kama utaweza kuucapture, kama utaweza kuukamata. Tunaenda pamoja watumishi wa Mungu. Lazima ujizoeze kusoma neno la Mungu. Hiki ni kitu ambacho kila Mkristo, wajua yamkini huwa unasikia mara kwa mara kwamba tunatakiwa kusoma neno la Mungu. Nachoamini ni kwamba Mungu anapokuwa anasema nasi huwa anaachilia mafuta mabichi ili kwamba watu wapate kuanza upya. Watu wapate kuendeleza kile ambacho wamekianza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunatakiwa tumjue Mungu, tusome neno la Mungu sana. Nilianza kusoma neno la Mungu, sijaanza muda sana. Nimeanza mwaka 2017 nikiwa kidato cha 5. Kila mwaka nahakikisha nimesoma Biblia, nimemaliza mara moja au mara 2. Hii ni challenge hata kwa vijana wenzangu. Amen. Sio tu kwa vijana, kwa wote hii ni challenge yetu. Bwana asifiwe. Nina Biblia nyingi, kila mwaka naweka Biblia pembeni.
naandika, naikoleza naweka pembeni. Nikimaliza nyingine naweka pembeni. Nikimaliza na nasoma Biblia nyingi. Na sio tu kusoma kwa sababu ya kuhubiri. Sio kwamba unasoma neno la Mungu eti ukahubiri. Wengine wazania kwamba kusoma neno la Mungu ni mpaka wewe unaandaa somo. Amna, you must read your Bible to know God. Soma neno lako sababu huyu ni Mungu. Mungu. Baba kuna siku moja alikuwa anafundisha hapa. Akasema tunatamani kumsikia Mungu lakini sauti ya neno lake hatuisikii. Kwa unaweza kujitaabisha sana, Mungu nisemeshe, kumbe kitu Mungu ashasema kwenye neno lake. Kwa Mungu atuita katika neno lake na kumjua yeye. Neno la Mungu, maandiko yanasema kuna kazi nyingi za neno la Mungu. Anasema kwa kuwa neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Hiyo ni Waebrania 4:12 pale. Neno la Mungu li hai, lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili. Neno la Mungu li hai, asema lina nguvu. Kuna nguvu ndani ya neno la Mungu. Neno la Mungu li hai, linaishi. Na tena lina nguvu, na tena lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili. Kati ya silaha ambayo Paulo aliwaambia Waefeso 6:17 akisema mtwae na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Upanga wa Roho, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, juu ya kuwa giza, na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Akasema mtwae silaha zote. Kati ya silaha ambayo alisema na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. You must have the word of God. Tukiwa na neno la Mungu. Kolosai 3:16 sema neno la Mungu lijae kwa wingi ndani yako. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako. Kipindi wakina Nehemia wanaanza kujenga ule ukuta, anasema watu walikuwa wanakalishwa masaa 8 wanasomeshwa neno la Mungu, wanafundishwa njia za Mungu. Tunaweza tukalia uamsho, lakini kuna vitu ambavyo ni ingredients, ni kama vilivyomo ndani ya uamsho. Watu watakiwa na neno la Mungu la kutosha. Amen. Neno la Mungu ni roho. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, maneno nayowaambia ni roho tena ni uzima. Hiyo ni Yohana 6:63 pale. Anasema mwili haufai kitu. Mwili haufai kitu. Ila neno, asema na maneno ambayo ninawaambia, haya maneno ambayo ninawaambia. Haya maneno, ili neno ambalo unalisoma, the spirit ni roho. Ni roho. Kwa tunapoongea neno la Mungu hapa, hatuongei vitu ambavyo hadithi. Hatuongei historia. Napenda baba alikuwa anafundisha wiki iliyopita akasema Yesu sio historia. Unapofundishwa kuhusu mwili wa Yesu is alive, anafanya kazi hadi leo. Na hili neno la Mungu ni roho, linaishi, linatembea, linaona. Sehemu nyingine anaita kioo, kwamba kinaweza kikakuangalia kikakwambia hapo umekosea bwana. Neno la Mungu ni roho. Tunapoongea neno la Mungu hivi, atuongei vitu ambavyo vilitokea tu watu wakasimuliwa. Tunaongea roho, we impart spirits. Unapokuwa unasikiliza neno la Mungu sana, unajiambukiza roho. Unaona? Unajiambukiza roho ambayo iko ndani ya hilo neno. Unapotaka kumjua Mungu sana katika eneo fulani, unapata na hiyo roho. Unaona? Hivi kuna mtu anaelewa aseme amina? Unapata na hiyo roho. Ukimsoma sana Roho Mtakatifu kama mimi hapa, mimi napenda sana mambo ya Roho Mtakatifu, mambo mengi ya Roho Mtakatifu. Yaani mpaka vifungo vingi sana vipo ndani yangu vinavyohusu Roho Mtakatifu. Utakwenda kwenye biashara, Mungu ana neno kwa ajili yako. Na unajua kuna vitu vya Mungu ambavyo haviwezi vikatokea mpaka neno ambalo amelisema liwe ndani yako lifanyike. Anasema naye neno akafanyika mwili, akaja akakaa kwetu, tukauona utukufu wa mwana pekee wa Mungu, amejaa neema na kweli. Kuna mambo ambayo hayawezi yakatokea mpaka neno la Mungu lifanyike mwili ndani yako. Alafu ndipo utauona utukufu wa Baba. Nakwambia kuna vitu ambavyo viwezi vikatokea. Ndio maana uwezi ukafundisha kila kitu. Uwezi ukafundisha mpaka ile roho ambayo iko ndani ya neno la Mungu iwe ndani yako, ifanyike mwili, alafu utukufu wa Mungu utadhihirika. Kwa tunataka madhihirisho, lazima tukubali neno la Mungu likae ndani yetu. Tulikamata lifanyike mwili, libadilishe akili zetu, libadilishe fikra zetu, libadilishe mtazamo wetu juu ya Mungu. Tuwe na neno la Mungu katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa neno la Mungu ni la muhimu sana. Upande wa kumjua Mungu
Danieli 11:32 anasema wale wanaomjua Mungu ndio ambao watakuwa hodari. Wale wanaomjua Mungu wao ndio ambao watakuwa hodari. Wanaomjua Mungu wamekaa kumjifunza kuhusu Mungu, wamekaa kumuelewa Mungu. Asema watu hao ndio ambao watakuwa hodari. Kwa hiyo Mungu hajidhihirishi tu, kitu hakitokei tu, auwe hodari tu. Anasema wanaomjua Mungu wao ndio ambao watakuwa hodari. Leo tumetembea na Zaburi Baba amesoma Zaburi ya 81, akaja ya 83, tusome ya katikati hapo ya 82. Zaburi 82 mstari wa 5 na wa 6. Zaburi 82 mstari wa 5 na wa 6. Asema hawajui wala hawafahamu. Hawajui wala ufahamu. Asema watatembea gizani, misingi ya nchi inatikisika. Kwa sababu watu hawajui na wala hawafahamu. Alafu mstari unaofuatia anatupa clue sisi ni akina nani. Asema ninyi ni miungu na wana wa aliye juu. Asa mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu, ninyi nyote pia. Lakini mstari wa nyuma anasema amjui wala mfahamu, kwa hiyo mtatembea gizani. Alafu mstari wa mbele yake hapo mstari wa 7 anasema mtaanguka. Mstari wa 7 anasema lakini mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Kwa sababu haujui, haumfahamu Mungu, haujui kwamba wewe ni Mungu na wewe ni mwana wa aliye juu. Unapokuwa unamjua Mungu, ni Mungu anaanza kujieleza ndani yako. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mungu anaanza kujieleza ndani yako. Nguvu zake zinaanza kujieleza ndani yako. Mamlaka yake yanaanza kujieleza ndani yako. Hivyo unajua kuna vitu ambavyo vinatokea ni kwa sababu tu mtu hajajua mamlaka alionao ndani ya Kristo Yesu. Kuna watu wanaonewa sababu hawajui. Asema Yesu mafuta aliyokuwa juu yake, kati ya kitu ambacho yalifanya ilikuwa ni kuwafungua walioonewa na ibilisi. Kuna watu wanaonewa si haki yao kuonewa, lakini imetokea tu wameonewa. Na ukiwa unasoma kuhusu mambo ya vifungo, asema kuna watu ambao wanafungwa kiuhalali na watu wanaofungwa kwa kuonewa. Kuna watu wanaofungwa kwa kukosa ufahamu. Anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? We must know God. Lazima tumjue Mungu. Kuna vitu ambavyo vitatuletea shida kama hatumjui Mungu. Haleluya. Na kitu kingine ambacho kinatokea pale mtu anapomjua Mungu ni kwamba neema ya Mungu inazidi kuwa juu yake. Unapokuwa na neno la Mungu la kutosha, you start studying about God, unaanza kujifunza kuhusu Mungu. Neema ya Mungu inakuwa juu yako. Neema ya Mungu inakuwa juu yako. Mungu alinifunulia kitu hapa kwa kitabu cha Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 2 na wa 3. Alafu nikuonesha kitu kingine alafu tumalizie pointi ya mwisho. Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 3. Haleluya. Anasema hivi mstari wa 2. Anasema mstari wa 2. Petro wa pili mlango wa 1 mstari wa 2 anasema neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Bwana Yesu na Yesu Bwana wetu. Sasa kusoma tafsiri zingine, hata kusoma Biblia ya Kiingereza, hapo anasema katika kumjua Mungu. Anasema kwa kupitia kumjua Mungu au kutokana na wewe kumjua Mungu. Kutokana na uelewa wako wa Mungu, anasema neema, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God. Kupitia neema, kupitia ufahamu wa Mungu, kupitia kumjua Mungu, anasema neema na amani. Tulisema palipo na uwepo wa Mungu kuna amani, kuna utulivu. Uwepo wangu utakwenda pamoja nawe nami nitakupa raha, peace, shalom. Anasema amani iongezeke, neema iongezeke kwa kumjua kwako Mungu, kwa kumfahamu kwako Mungu, neema izidi kuongezeka. Alafu ukienda mstari wa 3 anatuambia kwamba asema uweza wa kimungu unatukirimia, huo uweza ambao wa Mungu unaoachiliwa juu yetu. Mstari wa 3 anasema kwa kuwa uweza wake wa uungu unatukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua. Bado anasema tena kwa kumjua, through the knowledge, kwa kumjua Mungu. Anasema uweza wa kiungu utakukirimia vitu vyote vinavyokupasa, amani, utaua, mafanikio, uweza wa kiungu kwa kumjua. Lakini kwa kumjua Mungu kwanza,
kwa kumjua Mungu aliyetuita katika utukufu wake na wema wake mwenyewe. Mstari wa 4 anaendelea, ili muwe washirika wa tabia za uungu, partakers of his divine nature. Kwamba Mungu aanze kutembea na sisi. Lakini nasema kwa kumjua Mungu, neema na amani zitaongezeka juu yenu, na hizo neema na amani zitakukirimia mambo yote yanayokupasa uzima na utaua. Mjue Mungu sana. Haleluya. Mjue Mungu sana. Kuna mtu mmoja jana nilipokuwa naomba, Mungu akanionyesha kitu kuhusu maisha ya Stefano. Kwa kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 8. Kwa natafakari ile neno hapa ya Petro wa kwanza kwamba kwa kumjua Mungu asema neema iongezeke, amani iongezeke. So maisha ya Stefano, huyu alikuwa ni shemasi huyu jamaa. Unafahamu waliteuliwa kwamba kazi za kanisa zimekuwa nyingi, wateue mashemasi ambao wanampenda Mungu. Kateuliwa Stefano na wengine pale. Anasema na Stefano akijaa neema na uwezo. Akijaa neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Petro tumeona kwamba neema inaongezeka, amani inaongezeka kwa kumjua Mungu. Neema iongezeke, Mungu ajidhihirisha. Kina sema kwa kumjua Mungu. Anasema Stefano akijaa neema na uwezo, alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Alijaa neema na alijaa uwezo. Hapa kwa Biblia ya Kiingereza anasema full of faith and power. Ukisoma amplified kama unayo mtumishi wa Mungu hapo watu wa media, anaeleza grace, hajaweka faith, imani. Anaelezea neema ya Mungu ambayo ilikuwa juu yake. Alafu anasema ikamsaidia kufanya mambo makubwa, ishara na maajabu. Maisha ya Stefano ni kati watu waliotia gumzo katika kile kipindi. Alikuwa anafufua wafu, shemasi wa kanisa huyo. Asema neema ya Mungu ilikuwa juu yake, uwezo wa Mungu ulikuwa juu yake. Petro anatuambia neema ziongezeke, amani iongezeke kwa kumjua Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana? Tunaelewana? Kitu cha mwisho ambacho Mungu anatuita katika hicho ni maisha ya sadaka au dhabihu. Maisha ya sadaka au dhabihu. Tumeona katika ile the Ark of Covenant palikuwa kuna vitu vitatu. Ile sanduku la agano. Tumesema kwamba palikuwa na fimbo ya Haruni iliyochipuka ambayo ilikuwa inamaanisha maisha ya kikuhani. Na nimekuambia kwamba maisha ya makuhani, kama ni msomaji mzuri wa Biblia, ukisoma kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 1 mpaka sura ya 10, Mungu alikuwa anawapa taratibu za utoaji tu wa sadaka. Na anasema makuhani wafanye hivi kila siku. Wafanye hivi daima, wafanye hivi Walawi hiyo. Anasema watoe dhabihu. Mwambie Haruni na wanawe. Mwambie Bwana kanena na Musa. Mwambie Haruni, Bwana kanena na Musa. Mwambie Haruni, Bwana kanena na Musa. Mwambie Haruni. Kwa hiyo makuhani, kati ya msingi mmoja wao ambao walikuwa wamejengewa ni maisha ya sadaka na maisha maombi, kile chetezo cha dhahabu, maombi. Ndio maana hata tauni ilipotokea katikati ya kambi, Haruni akasimama na chetezo pale na tauni ikakoma. Si unakumbuka? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo makuhani, mtu yote ambaye anataka awe mbebaji wa uwepo wa Mungu. Hivi ni vitu ambavyo hautaki kukosa. Maisha ya sadaka, maisha ya dhabihu. Nilipokuwa naandaa hili somo, unajua mara kwanza nimefundisha hili somo mwaka 2017 nikiwa form 5 tena. Nilikuwa Dar es Salaam, nikaitwa sehemu moja kufanya seminar. Ndio kuna watu ambao tujazwa Roho Mtakatifu muda. Kati ya kitu ambacho Mungu aliweka ndani yetu, vitu vikaanza kutibuka. Wakumbuka kwa siku moja nilikuwa nafundisha kuhusu uwepo wa Mungu Dar es Salaam. Mungu alinisemesha dhabihu za aina 4 kwenye mtu yote yule ambaye ana uwezo wa kubeba uwepo wa Mungu. Dhabihu za aina 4 tofauti. Zielezea hapa alafu tuombe dakika chache. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Dhabihu ya kwanza ni ya mali zako. Dhabihu ya kwanza ya mali zako, vitu ulivyo navyo. Mtu yote yule ambaye ni mbebaji wa uwepo katika eneo lolote lile. Ikiwa ni mtumishi, ikiwa ni mfanyakazi, ikiwa ni mfanyabiashara, ikiwa ni nani, kuna kitu ambacho unacho. Kuna kitu ambacho unacho. Na kati ya hivi utagundua kuna vitu ambavyo unaweza ukampa Mungu. Kwa kitu cha kwanza ambacho Mungu atakutaka ujifunze kutoa dhabihu hizo ya mali ulizonazo, ya vitu ambavyo unakuwa navyo kama vya kwako, kumpa Mungu. Tunaenda pamoja? Ukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 8, Wafalme wa kwanza sura ya 8, mstari wa 5, alafu uende wa 10 hadi wa 13, maandiko yanatuambia kwamba Suleiman
alimtolea Mungu mali nyingi sana isiyoweza kuhesabika. Alimtolea Mungu mali zake. Alikuwa na ng'ombe, alikuwa na kondoo, alikuwa na a lot of them, alikuwa na vitu vingi ambavyo anavimiliki. Nasema akamtolea Mungu mali nyingi isiyoweza kuhesabika. Walipokutanika kwake walikuwa pamoja naye mbele ya sanduku wakichinja sadaka kondoo na ng'ombe wasioweza kuhesabika wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa wengi. Walitoa vitu vilivyokuwa vingi. Na ukifika mstari wa 10 pale, asema wingu la Mungu likashuka katika ile hema ya kutanikia. Unaona? Walipotoa mali zao, walipotoa vitu vilivyokuwa vya kwao kwa moyo wa kupenda. Maandiko yanasema Mungu ampenda yule anayetoa kwa moyo wa kupenda. Sio kwa kujiuliza, sio kwa majuto, sio kwa kusikitika. Walipotoa kwa moyo wa kupenda, maandiko yanasema wingu la Mungu likashuka katika ile hema. Walitoa mali walizo nazo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu yote ambaye anatembea na uwepo wa Mungu, kuna vitu ambavyo amesacrifice kwa Mungu. Kuna vitu Mungu anaweza kusemesha, umetoka kununua gari, Mungu akusemesha toa gari. Umetoka kufanya hiki, Mungu akusemesha toa hicho. Hicho kiela ambacho nakitegemea akwambia toa hicho. Na naamini Mungu atatuonekania. Na hata tunapoendelea na ujenzi, Baba alishasema kwamba Mungu atatuonekania. Uwepo wa Mungu utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ambacho Mungu atakitaka tukitoe kwake ni mili yetu. Mwili wetu dhabihu takatifu, anasema na wasiko huruma zake Mungu. Itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu. Asema hii ndio ibada yenu yenye maana. Warumi 12 mstari wa 1 hapo. Asema basi ndugu zangu, na wasiko huruma za Mungu, itoe miili yenu iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu. Utakapotoa mwili wako, jua adui wa kwanza wa uwepo wa Mungu ni mwili. Kwa sababu mwili uliumbwa na mavumbi, au kuumbwa kwa sura wala kwa mfano wa Mungu. Roho yako ndio ambayo iliumbwa kwa roho wa Mungu. Ayubu 33:4 anasema roho ya Mungu imeniumba na pumzi ya Mwenyezi inanipa uhai. Kwa roho yako yote itatamani imfananie Mungu, itatamani kumpendeza Mungu. Kitakacho kuzuia cha kwanza kabisa sio shetani, mwili wako. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, roho ilazi lakini mwili ni dhaifu. Roho ilazi lakini mwili ni dhaifu. Mambo ya mwili, mambo yanayoonekana, mambo ya duniani, tamaa za mwili, tamaa za macho, ndivyo vitu ambavyo vitakuzuia usimpendeze Mungu. Ndivyo vitu ambavyo vitazuia uwepo wa Mungu usiwe pamoja na wewe. Kwa ndio maana Paulo akasema kwamba mkitaka mumfanyie Mungu ibada yenye maana, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu iliyo hai ya kumpendeza Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na maandiko yanatuambia tukisema kwamba tufuate mwili tunataka kufa. Tunataka kutengwa na uwepo wa Mungu. Warumi 8:13. Ukisema ufuate mambo ambayo mwili unakuambia, vitu ambavyo akili yako inakuambia kwa kawaida, unataka kufa. Unataka kujitenga na uwepo wa Mungu. Ufasema lakini tukisema tumfuate roho, tutaishi. Tutakuwa karibu na Mungu, tutatembea naye. Mwili wako usikuzuia kumpenda Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Upige mwili. Paulo alisema achukua chapa za Yesu mwilini mwangu. Uzoeze kufunga. Uzoeze. Alafu unajua sio kwamba unakufa. Jamani, Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unaweza kaamua tu kwamba uishi wiki nzima kwa kula chai na andazi jioni, wiki nzima. Na wala utakufa. Wala utakufa. Nani akakwambia utakufa? Hata utakufa. Kuna vitu ambavyo Mungu alikuwa anasemesha kipindi cha nyuma kuhusu huduma. Nilimwona Mwakasege, niongee kitu kidogo alafu nirudi hapa nimalizie pointi 2 alafu tuombe. Mara kwanza nimeenda kwenye mkutano wa baba Mwakasege. Amesimama tu pale, kwa nawahi na muangalia anavyosimama pale na mabudu Mungu. Aliposimama pale akasema, ninaona mtu ana pete kwenye pua lake. Unajua Mwakasege kuna wakati watumishi wa Mungu wanaongea vitu ambavyo havifikiriki. Sasa huyu pete ametoboa nini? Sasa ana pete kwenye pua lake. Mfano sitakuja kusahau sababu kuna mahali ulinipeleka. Sema lakini
hiyo pete imetoka kwenye kinywa cha nguruwe. Sasa ngoja niangalie hiki kitu. Nikatulia, yani kuna wale wapenzi watazamaji. Wakati tunaangalia una vitu vingine baba akiwa anasema hapa mbele, kuna wale wapenzi watazamaji, sasa kuna kitu fulani. Kuna mtu asa huyo mtu atakuja kweli. Nione. Kuna watu tu waga waamini yani. Bwana mimi nilikuwa hivyo bwana. Akasema, akaanza kuomba katika jina la Yesu. Ewe pete, yeyuka katika jina la Yesu. Kashangaa mapepo yanaanza kulipuka. Sasa hivi na maana Mungu anaweza akasema akakuonyesha vitu vya rohoni. Sasa hiyo ilikuwa ni mwaka 2012. Mwaka 2013 nimeenda shuleni, nikachaguliwa kwa kiongozi wa maombi. Nikamkumbuka Mwakasege kwamba alikuwa akisimama asema ninaona mtu. Sasa mimi ngasema ngoja na mimi nijaribu kama huyu Mungu ni wa kweli au wa uongo. Kasimama pale ngasema muda wa maombi, watu wameza kuomba pale. Unajua ukiwa mwanafunzi afu kiongozi wa Mungu unakuwa serious bala, sio mchezo. Kitu Mungu amesema hajasema, unakuta mtu kakaza sura pale. Sema ninaona mtu. Sasa mimi sikusema kwenye pua, nikasema tumboni mwake kuna kitu ambacho huwa kinatembea. Na nitakapoanza kuomba hapa mapepo yatalipuka. Asante Mungu alinisikia bwana. Ila sio kwamba nilikuwa nimeona wala nini. Nilipoomba pale katika jina la Yesu. Yaani kama vile Mwakasege, unajua mimi nianza kumuiga Mwakasege yani. Hallelujah. Haleluya yake ile ya Kinyakyusa. Hallelujah. Katika jina la Yesu. Bwana akasema katika jina la Yesu. Ewe pepo tumboni, yeyuka katika jina la Yesu. Bwana kaona mapepo yanalipuka. Kumbe ni hivi tu. Next week kama kawa tena. Imefika muda wa maombi, nikatua pale mbele tena kiongozi wa maombi. Kabla ibada haijafunga lazima uitwe. Kiongozi wa maombi una neno? Sema ninaona mtu. Kichwani mwako kuna kitu ambacho kinatembea. Huwa kinakuletea shida. Kwanza nikasema njoo mbele. Hakuja mtu mbele. Sema tuanze kuimba wimbo wa kuabudu wakati anajitafakari. Kwanza damu ya Yesu inanena mema. Hakuna aliyekuja. Sasa Mungu akanipa hekima. Nikasema jamani, Mungu akisema kitu uje mbele. Kuna vitu vitaendelea kuwatesa usipotoka. Uponyaji wako unaweza ukachelewa. Nguvu za Mungu zinaweza zikachelewa kukugusa. Kwa siku nyingine usichelewe. Tufunge ibada. Kaudi nyumbani nikamwambia Mungu, haya ni mambo gani haya? Mwakasege alikuwa anafanyaje? Mungu akunisemesha wewe. Kipindi kile nilikuwa mdogo sana. Nafikiria hii 2025 unaonekana hivi, 2013 nilikuwa naonekana. Kini nikasema ngoja nianze kufunga. Mungu awe ananionyesha kama anavyomuoneshaga Mwakasege. Unaona Ndio nilipoanza kufunga. Actually nianza kufunga mwaka 2019 sababu ya changamoto fulani ambazo zilitokea kwenye masomo nini, uwezo wa darasani ulikuwa mdogo. Nilipoanza kufunga Mungu akanifungua. 2013 Mungu akanianza kunipeleka kwenye darasa la kufunga. Maombi marefu, masaa 24, siku 3, siku 7. Na kipindi hicho wakati mwingine unaenda hata mlimani. Mungu wa Mwakasege. Wazee wetu leo tutangulia wana vitu ambavyo inabidi tujifunze. Ataongea ukiona mambo hayaendi, ita tu hata Mungu wa baba yangu oi. Hatakusikia. Kwa sababu kuna watu ambao wanaagano na Mungu. Wote tuko sawa mbele za Mungu, ila wakitu ukiomba mwanangu hapo utakesha. Kuna vitu ambavyo watu wengine wa Mungu washapata access na Mungu. Kaanza kufunga, kaendeleza mambo ya kufunga. Mungu akaanza kunisaidia, karama za Roho Mtakatifu zikaanza kutenda kazi ndani yangu. Hata nilikuwa sijui kama hicho kitu ambacho nakifanya ni neno la maarifa. Kwa sijui. Kaanza kujifunza mambo Roho Mtakatifu anatendaje kazi. Wakati mwingine unaweza kuwa unafunga, Mungu anakufunulia mavitu kibao, mambo mengi Mungu ana watumishi wa Mungu tunaelewana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mipenyo ambayo haiwezi katoka kama ukiendekeza ugali na maharage. Kuna viwango vingine ambavyo hauwezi ukapenya. Sio tu kama eti mpaka uwe minister, eti wasimama kufundisha. Kuna vitu tu vya kibiashara, mawazo ya kibiashara, mitaji ya kibiashara, unataka uanze sasa. Haiwezi katoka mpaka ukae ndani. Mwili wako ukae hapo, ndio roho yako inaanza kupokea vitu vya kimungu. Unaweza kujiuliza Mungu anakupaje
mtaji wa milioni 1, milioni 3, milioni 4, alafu hapo ulipo hauna hata senti. Kwanza akili ya kibinadamu tu inakwambia haiwezekani. Mpaka roho yako ipate access kutoka kwenye akili ya Mungu. Sasa utafanyaje hayo mambo? How will you carry God? Lazima roho yako iinuke. Unapoutaabisha mwili wako, unapojizoeza kufunga, unapojizoeza kuomba, unapojizoeza kupiga magoti, kuna namna tu roho yako inaanza kupata access. Inaanza kupata mpenyo kwa mambo ya Mungu. Kwa kati ya dhabihu ambayo Mungu anataka umtolee mara kwa mara ya mwili wako, kuna vitu ambavyo atakuzuia. Si kwa sababu ni vibaya, ila kwa sababu tu wewe utakiwi. Kuna mambo ambayo Mungu atakwambia achana nayo. Kuna watu wanapenda mpira kuliko kumpenda Mungu. Kuna watu wanapenda tamthilia kuliko kusoma neno la Mungu. Kwa hiyo ikitokea amepanga kusoma neno la Mungu, ikaja tamthilia fulani anaacha. Haya ni mambo ambayo mwili unataka, unaona? Ni vitu vya mwilini. Yaani kuna mambo ambayo si mabaya, lakini kwa sababu kuna mahali unaenda na Mungu, Mungu atakuzuia. Kuna vitu ambavyo mwingine anavifanya na kwake ni sawa, lakini kwako wewe kwanza unakuwa unamfanya Mungu dhambi. Anasema yeye ambaye anajua kufanya lililo la haki. Unajua kwamba saizi natakiwa kufanya kitu fulani, natakiwa kuomba, natakiwa kusoma neno, natakiwa kufanya kitu na usifanye. Maandiko yanasema unafanya dhambi. Kwa kuna mambo mengi ambayo mwili unatukosesha na baba yetu. Kwa sababu ni vitu tu vya kutamanika, ni vitu vya kuonekana, mwili unavitaka. Lakini utakapoweza kuyaacha, yani kuna mambo. Tulikuwa tunaongea siku moja kwenye ibada ya vijana hapa. Addictions za mitandao ya kijamii. Yani watu unasemaje kwanza kwamba unakosa muda dakika 10, 15, 20 za kusoma neno la Mungu. Una dakika 20, 30 za kuwa WhatsApp, za kuwa Instagram, za kuwa Facebook. Bado yaingia TikTok. Bado sijui mambo ni mengi, bado hujafuatilia mpira sijui wa nini. Neno la Mungu, wewe unamdharau Mungu tu. Kwa kifupi tafsiri ni kwamba unamdharau. Muitikie. Unamdharau Mungu. Haleluya. Kwa mwili wako usikufanye umkose Mungu. Mungu akikwambia kitu fulani acha, hata kama wengine wanafanya acha. Kitu cha tatu ambacho Mungu anataka tukitoe kwake ili uwepo wake upate kwenda pamoja na sisi ni muda. Muda wetu wa kuendelea kumngojea Bwana. Kuna mambo ambayo hayatokei kwa siku moja. Kuna vitu ambavyo vya muda mrefu Mungu hawezi akakupa tu mara moja pap. Ili kwa sababu umefunga eti wiki moja pap eti vitu vikatokea. Ama kuna wakati Mungu atakutaka utari. Ukae umsubiri Bwana. Umngojee Bwana. Isaya 40 pale anasema wale wamngojao Bwana, 30:31. Anasema wale wamngojao Bwana, those who wait upon the Lord. Kuna vitu vya Mungu ambavyo unakaa kuvisubiria. Nakumbuka kuna siku moja nilikuwa na wenzangu na timu yangu ya kuomba ambao waga tunaomba mara kwa mara. Mungu akatusemesha kitu fulani. Akasemesha Roho Mtakatifu kwamba tufunge siku 40 kwa ajili ya kuombea jambo fulani. Tukaenda siku ya kwanza, siku ya pili, saa 8, saa 9, 40. Kipindi hapo tunasoma kafunga siku 40, lakini bado mpenyo haukuepo. Siku ya 40 nikatangaza kwenye grupu, Mungu anatusemesha tuendelee siku zingine 10. Kwa tukaendelea siku zingine 10, zikafika ngapi hizo? Imefika siku hiyo ya 10. Wengine wakasema kwamba ukitangaza kwamba tunaendelea kuomba tunakuacha peke yako. Akasema sawa, haina shida. Na kweli Bwana, imefika siku ya 50, Bwana akanisemesha zingine 7. Bwana nikamwambia tunaendelea kwa wiki kingine kamoja. Kama umeweza siku 40, siku 50, wiki itakushinda. Wengine tukaendelea nao, wengine wakaishia njiani. Tunaenda pamoja. Haleluya. Zimeisha 7, Bwana akanisemesha nenda zingine 10. Maelekezo ya Mungu wakati mwingine na boa. Ukaanza kukemea. Sasa pepo toka. Ninakufunga pepo. Kumbe unamfunga roho wa Mungu. Kwa unamfunga roho wa Mungu bila kujua. Zimeisha hizo 10, Mungu akanisemesha malizia 3. Kwa tukamalizia siku 3, zikawa siku 70. Baada ya hapo kuna vitu vilianza kudhihirika. Sio mchezo Bwana. Kuna vitu ambavyo vilianza kuonekana. Kuna mambo ambayo jamani, maelekezo ya Mungu wakati mwingine yanahitaji muda. Utulie na Mungu. Those wangojeao Bwana, anasema watapata nguvu ambayo itawafanya wadhihirishe mambo fulani ya kimungu. Anasema watapaa juu kwa mbawa kama tai. Watapaa juu, wataenda beyond normal. Wataenda zaidi ya kawaida za watu wengine. Watakuwa mbali. Kuna uwezesho ambao Mungu atauachilia unapotoa muda wako kwa Bwana. Mungu akikusemesha kwamba kitu kinafanyika, haimaanishi kinaanza kesho. Anaweza kusemesha kitu kinafanyika, anza kufunga, akakufungisha mwaka mzima. Hapo anakuwa anaendelea kukupa maelekezo taratibu.
Maelekezo ya Mungu ni staged, yanakuja kama hatua, kama ngazi. Ukiweza kuyapokea maelekezo ya hatua ya kwanza, ukaendelea kukaa na Mungu na kumsikia Mungu, anakupa maelekezo ya hatua inayofuatia. Kwa kuna vitu Mungu anaweza kuambia fanya. Ukisita sita Mungu aonekane. Ukianza unashangaa sana, ndipo Mungu anafungua mlango. Ndipo mpenyo unatokea. Baadaye anakuambia fanya kitu fulani. Unakumbuka mbona kuna siku nilifanya kitu sikuwa na kitu chochote, sikuwa na mahali popote pa kuanzia. Nilipomtii Mungu akafanya. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tulia, kaa na Mungu. Itachukua muda gani? Kaa na Bwana. Kaa na Mungu. Tamani kupata maelekezo sahihi kutoka kwa Baba. Usianze. Ndio maana Musa anamwambia Mungu, tusiende bila uwepo wako. Usiende bila maelekezo ya Mungu. Usifanye tu kitu kwa sababu unaona Mungu amechelewa, ukaamua kuanza. Umemwambia Mungu naanza biashara papa, kesho umedondokea. Haja kusemesha wapi? Haja kusemesha biashara gani? Haja kusemesha unaanzaje? Vitu unatolea wapi? Umeanza tu pupu. Tushangaa unaingia hasara, alafu utaanza kumlalamikia Mungu. Kumbe utakiwa ukae chini utulie. Mungu akuonesha aina gani ya biashara ambayo unaiendea. Wapi unafanyia? Unafanya na kina nani? Unaanza lini? Utaendaje? Haleluya. Bwana asifiwe. Kanisa, haleluya. Kwa maelekezo ya Mungu yanahitaji utulivu, muda wetu kama sadaka. Na kitu cha mwisho ambacho Mungu atataka tutoe sadaka kwake ni moyo wetu. Matarajio ya moyo. Vitu ambavyo vimebebwa ndani ya moyo. Expectations, mambo ambayo tunayatarajia kutoka kwa Mungu. Mioyo yetu hiyo inamtaka Mungu. Mioyo yetu hiyo inatarajia utukufu kwa Yesu. Moyo wetu unatarajia heshima kwa Yesu. Asa, my son, give me your heart. Mithali sura 23 mstari wa 26. Mithali sura 23 mstari wa 26. Asa, mwanangu, nipe moyo wako. Nipe moyo wako mwanangu. Asa, my son, give me your heart. Nipe moyo wako. Asema na macho yako yapendezwe na njia zangu. Biblia Kiingereza asema na macho yako yaanze kutazama. Macho yako yaanze kuziona njia zangu. Asa, utakapompa moyo wako Mungu. Unajua kuna mtu anapokuwa anafanya vitu, asa ya mambo ya Mungu, mambo ya uwepo wa Mungu, waga tuna expectation nyingi sana. Kuna mambo mengi ambayo watu wanatarajia. Lakini kama hicho kitu hakiko sawa sawa na Mungu, Mungu atakizuia kisitokee ili aendelee kukuponya. Unaona? Sababu kikitokea atakuwa anakupoteza. Hakikufanikisha atakuwa anakuangamiza. Sasa kufanikiwa kwa mpumbavu kutamwangamiza. Kuna vitu ambavyo Mungu anaweza kazuia mpaka pale umeruhusu moyo wako uwe kwa ajili ya Mungu. Nimeona vijana wengi wakiwa wanafanya huduma, wakianza kuingia kwenye huduma, mioyo yao wanawekeza kwenye pesa. Mioyo yao inawekeza kwenye umaarufu. Mioyo yao inawekeza kwenye majina. Mioyo yao kwa Mungu. Sasa Mungu haipo hivyo bwana. Mungu haipo hivyo. Kama vitu vinafanyika kwa ajili ya jina la Yesu, kama vitu vinafanyika ili Mungu aonekane, Mungu atakuonesha tu. Umewahi kusoma maombi ya Elia kwenye Wafalme wa kwanza pale 18:36, 37 na 38. Alimwambia Mungu, ijulikane leo ya kwamba wewe ndiwe Mungu, si ndio? Wewe moyo wake kwanza, moyo wa Elia ulikuwa ni kwamba watu wamuone kwanza Mungu aliye hai. Afasema na kwamba mimi ni mtumishi wako na umewageuza watu mioyo ili wakurudie. Mungu akasikia kuomba kwa Elia. Moyo wako umeweka wapi? Kuna watu ambao kuna wengine wanakuja kanisani with expectation kwamba nitapata kitu fulani. Kuna watu wanataka kumtumikia Mungu kwamba apate kitu fulani. Unamtumikia Mungu kwenye eneo fulani kanisani kwamba Mungu atanipa kitu fulani. Fanya tu, mambo mengine Mungu atakupatia. Vitu Mungu atakupatia, don't worry. Ni swala la muda tu. Mungu atakupatia kama moyo wako uko kwa Mungu. Asema nipe moyo wako. Nipe moyo wako. Daudi aliomba maombi mazito sana. Asa, Bwana unichunguze, ujue moyo wangu, uone kama imo njia ndani yangu iletayo majuto. Unichunguze Bwana, uone moyo wangu kama kuna njia ya majuto. Mungu niepusha nayo. Have you ever prayed that prayer? Mungu nichunguze moyo wangu Mungu, uone kama imo njia iletayo majuto ndani yangu. Haufanyi vitu ili uonekane, unafanya vitu ili Mungu aonekane. Haufanyi biashara ili watu wakuone kwamba una pesa. Hautoi kwa sababu ili watu wakuone. Let God, Mungu aonekane kwanza.
Mungu, kuna watu wage wanamficha Yesu. Kuna watu wanatabia kwamba hii biashara yako unasema sio biashara ya Yesu. Ni biashara ya Yesu bwana. Mwache yeye mwenyewe. Kama Yesu ataamua kupata hasara apate mwenyewe. Ila mimi ninachojua ni kwamba Yesu akiwemo ndani ya biashara hawezi akapata hasara. Na uhakika na huyo Mungu. Sababu yeye sio Mungu wa hasara. Sababu mimi ni Mungu nikufundisha kupata faida. Unachukua kisomo fulani mwanafunzi. Mwache Mungu aonekane. Sasa zikatokea changamoto za hapa na pale, usiogope. Kwa sababu kama Mungu yuko pamoja nawe, hata katikati ya hiyo changamoto, Bwana atakuvusha. Anasema nijapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Asa kwa nini sitaogopa? Kwa maana wewe Bwana uko pamoja na mimi. Gongo lako na fimbo yako vinanifariji, vinaniongoza. Kwa kama Mungu is your focus, Mungu ndio jicho lako ambalo unaliweka hapo mbele. Changamoto zinaweza zikatokea, lakini faida ya sisi ambao tumo ndani ya Yesu ni kwa sababu Yesu alishinda, na sisi tutashinda kwa sababu yeye ameshinda. Hatutashinda kwa sababu tuna ujuzi mwingi wa kibiashara, au tutashinda kwa sababu una akili nyingi, ila ni kwa sababu aliye ndani yako tayari ameshashinda, na ni mkuu kuliko hiyo changamoto, ni mkuu kuliko hayo mazingira, ni mkuu kuliko hiyo huduma, ni mkuu kuliko hicho kipaji ulichonacho, ni mkuu kuliko hiyo karama ulionayo. Lakini kama umeamua Yesu, shika moyo wangu, matarajio ya moyo wako yawe kwa Mungu. Give me your heart and your eyes shall see my ways. Macho yako yataona njia zangu. Jifunze vitu vyako vyote vinampa Mungu tukufu. Usifanye tu not for show off. Aufanye mambo ya Mungu kwa ajili ya kuonekana. Mambo yote tu ya mwilini aufanye kwamba kutambue wewe pale mtaani ndio mtu fulani, wewe pale shuleni ndio mtu fulani. Kwambia changamoto zinaweza zikaja. Changamoto zinaweza zikaja. Kwa naambia wenzangu kipindi fulani nipo kwa mwaka wa 3 nilipata supplementary 2. Supplementary, idara ya watoto na idara ya wamama kule Meta. Wenzangu walikuwa hata hawezi kusoma. Tukutana nao kwenye discussion pale, hamna mtu anaweza kusoma. Watu wamekata tamaa. Inabidi niongoze discussion. Sasa jamani tusomeni, Mungu atatuvusha. Hii ni nini? Unajua kipindi hicho kuna vitu ambavyo vilitokea katikati ya mambo mengi. Unataka kufanya hiki, unafanya hiki, unaandika kitabu, unaandaa ibada, unafanya hiki, unasimamia mambo ya wilaya, unasimamia mambo ya mkoa, unasimamia mambo ya tawi, simamia ni afu na changamoto inatokea hapo supplementary. Na unaona matokeo bado ukiwa unaendelea kusoma. Unajua moyo unapokuwa chini, lakini Mungu akanitia nguvu. Usiogope, Bwana atakuvusha. Changamoto zinaweza zikatokea hapa na pale, lakini uhakika wetu sisi tuko na Bwana. Martha alimwambia Yesu, Bwana kama ungelikuwa hapo, ndugu yangu asingelikufa. Hautakufa. Hautakufa kwenye hiyo changamoto. Amen. Mpe Mungu moyo wako. Mpe Mungu moyo wako. Mungu atakuonekania sana. Hallelujah. Kalabasata. Yote kwa Yesu. Yote kwa Yesu. Yote kwako Mwokozi, natoa sasa. Nataka Mungu aonekane wapi? Yesu, chukua kipawa ambacho umenipa, chukua Bwana Yesu, ni cha kwako. Watoto ambao umenipa Bwana Yesu ni wa kwako. Huduma ambao umenipa ni ya kwako Mungu. Ninakupa Yesu. Toa, no maana cast all your burdens unto him. Mtupieni fadhaa zenu zote. Mpeni Mungu. Asema yeye ataanza kujishughulisha sana na mambo yenu. Yote kwako Mwokozi, natoa sasa. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Yote kwa Yesu. Yote kwako, yote kwako Mwokozi, na
Omba ombi hilo kwa dakika moja au mbili, alafu tutaingia kwenye ombi la pili. Bwana, nichunguze moyo wangu kama rasire bende. Uone kama imo njia iletao majuto ndani yangu. Mpe Yesu, mpe Yesu, asema mpe Yesu. Mwambie Mungu, matamanio ya moyo wangu ni wewe nikuone. Watu wasinione mimi kwenye hii huduma. Watu wakuone wewe Yesu. Watu wasinione mimi kwenye hao watoto ambao ninawalea. Watu wakuone wewe Yesu. Watu wasinione mimi kwenye hii biashara. Watu wakuone wewe Yesu. Mwombe Mungu kwa dakika moja, mwambie Bwana Yesu, ninakupa. Ni ombi gumu najua. Uweponi mwako kuna amani, napenda nikae nawe Bwana. Uweponi mwako, uweponi mwako kuna amani, ninapenda napenda nikae nawe Bwana. Uweponi mwako, uweponi mwako kuna amani, napenda penda nikae nawe Bwana. Uweponi mwako, uweponi mwako kuna amani, kuna ushindi. Mimi napenda napenda ora masile mahana aena nawe Bwana. Bwana, napenda onika ona nawe Yesu, nawe Bwana, nawe Bwana. Mimi napenda napenda kae na roho Bwana, roho Bwana. Oh Bwana, Bwana, napenda pendani kae nawe Bwana. Tamani utamke neno moja au mawili kwamba uwepo wa Mungu uende pamoja na wewe. Mbie Mungu, nikienda na wewe nitapata amani. Kuna watu wamuombe vitu kama hivyo vinatokea kwa nadra sana. Mwambie Mungu kwa dakika 2 au 3 afu tumalizie kitu cha mwisho.
Musa alingangana na uwepo wa Mungu. Kaambia Mungu, uwepo wako uende pamoja nami. Mungu anatuita kuingia uweponi mwake. Mwambie Mungu akusaidie. Unaona maisha yako ya neno la Mungu hayako vizuri, mwambie Mungu akusaidie. Mwambie Mungu akusaidie. Mizigo ambayo inakuzinga kwa wepesi, mwambie Mungu akusaidie. Akusaidie kurudi kwenye maisha ya maombi, maisha ya sadaka, maisha ya neno la Mungu. Moyo wako uwe kwa Mungu, ujitoe kwa Bwana, uishi maisha matakatifu. Na mwambie Mungu, ninakuja uweponi mwako, nisaidie Bwana uende pamoja nami. Nisaidie Bwana uende pamoja nami. Nisaidie Mungu uende pamoja nami. Ninakuja Bwana, nimesikia wito wako wa kuingia uweponi mwako Bwana Yesu. Nisaidie uwepo wako uende pamoja nami. Kabras kapala mandi. Shuka kimoja umbili. Merurubo shanderi na basa. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti ali hai, we glorify you. Tunakuabudu wewe Mungu. Tunakuabudu wewe uliyeziumba mbingu na nchi. Tunakuabudu wewe Bwana uweponi mwako. Tunakuabudu wewe Jehova. Asante kwa kutukaribisha uweponi mwako. Asante kwa kutuita tuingie uweponi mwako Bwana. Asante kwa kutuita tuingie uweponi mwako katika viwango vikubwa vya ishara na maajabu, katika viwango vikubwa vya miujiza, viwango vikubwa vya kutembea na wewe Bwana. Nasi tunakuja Bwana kama tulivyo. Tusaidie Bwana kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu. Tusaidie Bwana kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu. Tusaidie Bwana kwa nguvu zako Bwana. Kuna watu ambao mnasikia wito wa kumtumikia Mungu ndani yenu, wito wa maombi, wito wa kufanya jambo fulani kwa ajili ya Mungu, na unaona kuna uzito ambao unakuzuia. Naomba uje mbele tuombe na wewe. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima. Nyosha mikono yako, anza kumomba Mungu. Sijasema uimbe, nimesema uombe Mungu. Acha watu wa muziki waendelee na vyombo. Endelea kumomba Mungu mzigo wote ule. Bwana achilie mpenyo, Mungu achilie mpenyo. Kuna watu ambao nguvu za Mungu zitawagusa. Kuna watu ambao mtasikia nguvu za Mungu zinawashukia. Utasikia nguvu ya Mungu inashuka ndani yako kama umeme. Unatamani karama za Roho Mtakatifu, ujui unaanzaje. Yesu amefufuka. Karama zilizokuwa zimekufa zikainuke tena. Vipawa vilivyokuwa vimekufa vikafufuke tena. Huduma zilizokuwa zimekufa zikafufuke tena. Pakawe na mtembeo wa Mungu. Kabaselemendi katosa balad. Jiungamanishe na uwepo wa Mungu ambao uko hapa. Mwambie Yesu, kitu kipya kifanyike ndani yangu leo. 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 Roho Mtakatifu akusaidie. Jiombe. Mguso wa Roho Mtakatifu. Kuna watu ambao mtaanza kutembea katika karama. Kuna vitu ambavyo Mungu ataanza kuwaonesha. Kuna mafuta ya Roho Baba ambayo yatakuwa juu yenu. Kuna uwezesho wa Mungu ambao utaachiliwa. Ulikuwa ujui unaanzaje, ulikuwa ujui unatokaje. Bwana Yesu yuko hapa kukusaidia. Jiungamanishe, mwabudu Bwana. Tumesema ukimwabudu Mungu katika uweza wake, ukimwabudu Mungu kwa roho na kweli, mkono wa Mungu unashuka juu ya watu. Mkono wa Mungu unashuka juu ya watu. Mkono wa Mungu unashuka juu ya watu. Roho ya maombi imekufa, ikafufuke tena. Ela masike paradada. Zekita makote pela kadusha. Roho ya kumpenda Mungu imekufa, ikafufuke tena. Roho ya kusoma neno la Mungu imekufa, ikafufuke tena. Hiyo huduma ambayo Mungu ameweka ndani yako ikaamke tena kuanzia leo. Endelea kumwazimisha Bwana. Robo sikanda baboria. Siketima masupa. Oria masinde kataya. Rabo sikede bebeberia. Mungu alikuwa anasema na wewe zamani, saizi amekaa kimya. Unachohitaji ni mguso wa Roho Mtakatifu.
akukaribishe tu uweponi mwake tena. Utaona kuna vitu ambavyo vinaachia. Kuna wamama ambao mmebeba huduma ya uombaji kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya vijana. Ela masike barata. Mguso wa Roho Baba uwe juu yako. Mguso wa Mungu uwe juu yako sasa. Vijana mmebeba uinjilisti. Unachohitaji ni mafuta ya Roho Mtakatifu. Unachohitaji ni nguvu za Baba juu yako. Mungu akurudishe mahali unapotakiwa kuwa. Mungu akurudishe mahali unapotakiwa kuwa. Rapa sike baranda. Rebo sika na masheliba. Kwa dakika 3, 4 au 5 watu wa vyombo wanamwabudu Mungu. Kuna watu ambao mtashukiwa na nguvu za Baba hapa. Usisikilize naomba nini, wewe endelee kujiombea. Bwana akupandishe kiwango. Bwana akupandishe kiwango. Acha kushangaa watu, mtumishi wa Bwana. Hii ni saa ya mtu binafsi na Mungu. Karabosi nemendi katos. Roho Mtakatifu. Senima kataba zobrede. Shekete paros. Elama masikediba. Rekomozianda makadesh. Kozila manta. Rapakasiele ketebaru. Uo moto wa maombi urudi ndani yako. 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 Moto wa kumsifu Mungu uliokuwa nao. Moto wa kumwabudu Yesu urudi ndani yako. Moto wa kumtafuta Mungu kwa bidii. Paza sauti yako kwa Bwana. Mwambie Mungu akusaidie. Basheri mande sikeri mama sote balade sheni mama masiere baba. Mwabudu Mungu kwa kunena kwa lugha kama unaweza kwa dakika 1 wakati tunamalizia. Just worship God in tongues. Whoa. Silimande dabayohone ba sikera bashandere baya do sakere baya na mosiera mona ma Shenimanda baba sirebo.